Jenerali Mohsen Rezaei ambaye ni mwanachama wa Baraza la Ustahimilivu la Irani ametoa onyo kali kwa Israel akisema kuwa mivutano kati ya nchi hizo mbili inaelekea kuleta janga na mateso makubwa kwa pande zote. Rezaei amesisitiza kuwa Irani bado haijatumia uwezo wake kamili wa kijeshi katika mzozo huu, na hivyo mivutano hii inaweza kuwa na athari kubwa zaidi kuliko inavyoshuhudiwa sasa. Akizungumza na vyombo vya habari, Jenerali Rezaei alieleza kuwa Iran imetumia chini ya 30% ya uwezo wake wa kijeshi katika vita hivi, akionyesha kuwa nchi hiyo bado ina nguvu kubwa ya kijeshi ambayo inaweza kuonekana katika hatua zijazo za mgogoro huu. Miongoni mwa madai ya Jenerali Rezaei ni wito wa kuondolewa kwa Israel na mshirika wake Marekani kutoka eneo la Mashariki ya Kati. Alisema kuwa ushawishi na uingiliaji wa mataifa haya mawili katika masuala ya kisiasa, kijeshi na kiuchumi ya Mashariki ya Kati umeleta hali ya kutokuwepo kwa amani na udhabiti katika kanda hiyo. Israel na Marekani zinatishia amani Mashariki ya Kati kwa sababu ya sera zao za kuingilia kati, na tunahitaji kuwa huru na kujitawala wenyewe, alisema Rezaei. Aidha, Jenerali Rezaei alieleza kuwa Israel imekuwa ikifanya vitendo vya kijeshi na kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa kanda hiyo, jambo ambalo linavunja misingi ya amani na usalama wa dunia. Kwa upande mwingine, Marekani inatuhumiwa kwa kutumia nguvu za kijeshi katika kuunga mkono Israel pamoja na kuwa na uwezo wa kijeshi katika baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati, hatua ambazo Irani inaziona kama vitendo vya kuingilia masuala ya ndani ya nchi zingine. Mivutano kati ya Iran na Israel imekuwa ikiongezeka kwa miaka kadhaa, hasa kutokana na mpango wa nyuklia wa Irani. Israel pamoja na washirika wake wakuu ikiwemo Marekani wamekuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu uwezo wa Irani kutengeneza silaha za nyuklia, jambo ambalo linafanya Israel na mataifa mengine kuwa na hofu na usalama wa kanda hiyo. Irani kwa upande wake imekuwa ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani tu, na kwamba ni kwa haki yake ya kijasusi kujilinda na kulinda maslahi yake. Hali hii imezua wasiwasi zaidi kwenye mizozo ya kisiasa na kijeshi inayoendelea katika mataifa haya mawili. Israel imekuwa ikifanya mashambulizi ya angani dhidi ya maeneo ya Irani iliyodhaniwa kuwa ni viwanda vya kutengeneza silaha za nyuklia. Hali hii imeongeza mvutano na kumekuwepo na hatari ya kuingiliwa na majeshi ya nchi nyingine za Mashariki ya Kati kama vile Syria, Lebanon, Iraq, ambapo Irani pia ina ushawishi mkubwa kupitia vikundi vya Kishia. Madai ya Irani yanatokana na msimamo wake wa kihistoria wa kutotaka uingiliaji wa nje katika masuala ya ndani Mashariki ya Kati. Irani imekuwa ikilalamikia Israel na hatua za Marekani za kuingilia katika masuala ya kanda hiyo, na mara kadhaa imesema kuwa hatua hizo zinasababisha vita, machafuko na mateso kwa wananchi wa kanda hiyo. Msimamo huu unajidhihirisha zaidi katika mzozo wa Yemen, ambapo Irani imekuwa ikishirikiana na kundi la Houthi, pia katika vita vya Syria ambapo ilikuwa inasaidia utawala wa Bashar al-Assad dhidi ya waasi. Katika muktadha huu, Jenerali Rezaei amesisitiza kuwa Iran haitakubali kamwe kupuuza haki yake ya kujilinda, na kwamba itatumia kila njia kulinda mipaka yake dhidi ya vitisho vyote vile. Amedai kuwa Israel na Marekani wanapaswa kuelewa si tu kwamba Iran inamiliki nguvu ya kijeshi, bali pia inathamini uhuru wake wa kisiasa na kijamii, na itapigania haki yake ya utawala bila kuingiliwa na nchi za nje. ما تا الان کمتر از 30% از توانایی‌هامون استفاده کردیم، توانایی بالفعل، و کمتر از 5% توانایی‌های بالقوه‌مون استفاده کردیم. اولا در زمینه خود موشکی ما امکانات جدید. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi.
Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.